Maandiko haya tumeyaona kwa kifupi tu. Huu ni unabii juu ya taifa la Mungu la Israeli ambalo lilikuwa limegawanyika kutoka maeneo ambayo Mungu aliwaweka na kwenda sehemu mbalimbali, na lilikuwa lipo katika hali ambayo inaonekana kwamba haliwezi likaja likawa pamoja tena. Lakini kwa unabii wa Mungu kupitia Ezekiel, Mungu akamchukua katika roho, akamuonesha na akamwambia atabiri. Na alipotoa unabii huu, Biblia inasema likasimama likawa jeshi kubwa, ambapo sasa kifupi tu mpaka sasa tunaona taifa hili Bwana amelikusanya kutoka sehemu mbalimbali. Sasa ni taifa kubwa na ni taifa ambalo ni hodari. Maneno haya ambayo nimeyazungumza kwako, natamani sana yaweze kufananishwa na maisha ambayo tuko nayo leo au hali ambazo tuko nazo leo. Yamkini kuna mtu unanisikiliza siku ya leo, unapita katika hali ambayo hakuna kitu chochote ambacho unakiona kwenye maisha yako kwamba kinaweza kikawa kina dalili ya uhai. Kwa maana nyingine, unaishi katika hali ya vitu kufa, unaishi katika hali ya kupoteza, unaishi katika hali ya kukata tamaa. Leo nimekuja kukutia moyo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwamba unaweza ukainuka tena, kwa sababu yupo Mungu ambaye anawainua watu. Na nimekuja kukutia moyo. Yawezekana umekuwa ukifanya biashara, yawezekana umekuwa ukifanya shughuli zako ambazo zilikuwa ni za msingi, lakini vitu vimetawanyika. Hakuna kitu ambacho kiko pamoja tena. Biashara yako haipo, mitaji yako tena imekufa, kazi zako zimeharibika. Ninalo neno la Mungu juu yako na unabii huu siku ya leo kwamba Mungu anaweza akauhisha tena hivyo vitu vilivyokufa na ukainuka tena kutoka chini. Mungu anaweza kuinua tena hiyo hali ya vitu vilivyoharibika kwenye maisha yako na pakawa na uhai mpya na nguvu mpya. Yamkini ni eneo lako la mahusiano. Mahusiano yako ni yameharibika. Umejaribu ya kwanza kwisha, ya pili hakuna. Umeona mpaka na ukajihesabia wewe ni fungu la kukosa. Nimekuja leo na neno hili siku ya leo kwamba wewe sio fungu la kukosa. Mungu wa majeshi ndiye fungu lako, na yeye ndiyo sehemu ya ushindi na uzima katika maisha yako. Anaweza akafanya jambo jipya, anaweza akatenda jambo jipya, ukainuka tena. Biblia hii inatuambia lipo tumaini kwa mti uliokatwa, kwamba japo kwa harufu ya maji tu unaweza kuchipuka tena. Hali yako ni ipi? Hali yako ipo kwenye mazingira gani? Ni sehemu ipi ambao unaona kabisa umekatwa au umekatishwa tamaa, huwezi kuinuka tena? Ninaye Mungu ambaye ninamsema leo anaweza kukuinua tena. Lipo tumaini kwa Mungu ambaye tunamwamini na Mungu ambaye tunamwabudu. Ndugu yangu mtazamaji, maisha tunayoishi tunakutana na vitu mbalimbali, tunakutana na changamoto mbalimbali, na zingine zinaturudisha nyuma na kutukatisha tamaa, iwe ni kwenye maeneo kadha wa kadha. Kwa mfano tu labda eneo la mahusiano. Wewe kama mwanamke unayenisikiliza leo, yamkini umekutana na hali ambayo imekukatisha tamaa. Juzi nilikuwa ninafanya maombi na mtu mmoja, akaniambia, mchungaji, hali yangu mimi sielewi. Nina watoto 3 na kila mtoto yuko na baba yake, na sina tumaini la namna gani nitakavyoishi. Nikamwambia, sikiliza nikwambie, Mungu anavyokuona sio kama wanadamu wanavyoweza kukuona. Hali yako hiyo inaweza ikawa ni kwamba ni mtu ambaye unaonekana hauna maana, au wewe ni muhuni sana, au wewe umekosea jamii adabu. Nataka nikwambie, yupo Yesu Kristo ambaye anaweza akayatengeneza tena maisha yako. Nilipoongea na yule dada, tulipoanza kuomba baada ya kumkubali Yesu Kristo amsaidie kwenye maisha yake ili apige hatua, tulipoanza kuomba tukagundua kumbe yale mambo ambayo anayapitia, vile vitu ambavyo adui amevitengeneza kwenye maisha yake, wala hayakuwa matakwa yake. Ni namna gani tu shetani alituma nguvu zake za giza, akapeleka mapepo pale, yakamshambulia, akakosa utulivu, akawa anaenda sehemu moja na sehemu nyingine. Yamkini mazingira yako yanaweza yakawa yanafanania na huyu mtu, na umekata tamaa, na mwingine umesema hata wanaume wote hawafai. Umeachwa, umetupwa, umetelekezwa
umepotezwa, nataka nikwambie Yesu yupo wa kufanya tumaini jipya katika maisha yako. Unaweza ukainuka tena kwenye hiyo hali ulionayo. Unaweza ukawa na familia yako tena katika mazingira ulionayo, kwa sababu yupo Mungu ambaye anainua watu. Unasema, mchungaji, unasema kitu gani? Hakuna maana tena ya maisha, niliowategemea wameniacha, niko mwenyewe na mzigo mkubwa. Nataka nikwambie, Biblia inasema kwamba leteni mizigo yenu yote kwangu, tuweni mizigo yenu yote kwangu. Mimi ni Mungu ambaye ninajali, mimi ni Mungu ambaye ninatunza, na huyu Mungu ambaye anajali na huyu Mungu ambaye anatunza anaweza akakutua huo mzigo, akakupa amani tena. Jambo la msingi sana kwa habari ya kutaka kuinuka tena kwenye maisha yako, namba moja, hakikisha umemruhusu Yesu aweze kuyaongoza na kuyasimamia maisha yako. Hakikisha unaishi maisha ambayo ni ya utakatifu tena. Kwenye Biblia kuna stori ya mwanamke, kitabu cha Yohana sura ya 8. Alikamatwa kwenye tendo la uzinzi na akapelekwa kwa Yesu. Wakasema kwa sheria anatakiwa apigwe mawe mpaka kufa. Lakini walipompelekea Yesu, wale wakuu wa dini na Mafarisayo wakasema, Yesu, wewe unasemaje? Yesu akasema, ambaye hajawahi kutenda dhambi awe wa kwanza kumpiga mawe huyu mwanamke. Wale watu walianza kuondoka mmoja baada ya mwingine, kwa sababu kila aliyejitazama alijikuta kuna mahali ambapo alikosea. Yesu akamwambia yule mwanamke, baada ya Yesu kubaki na mwanamke, akamwambia mwanamke, sikiliza, na mimi sitakuhukumu, lakini ondoka zako, usitende dhambi tena. Nachotaka kusema hapa ni kwamba unapoamua kuinuka tena, ni maamuzi ya kuamua kutokurudi kwenye makosa ulioyafanya kwanza, alafu ukamruhusu Yesu akusimamie na akuongoze. Hapo utaona nguvu na uweza wa kuinuka tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Niseme tu, wapo watu wengi ambao wanaweza wakasimama kama washtaki kwenye maisha yako, wakakushtaki kwa hali ulionayo. Lakini hebu angalia ni kitu gani Bwana anataka kufanya kwenye maisha yako, alafu ukaamua kumfuata yeye na kusimama tena, utauona msaada na wokovu wa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda nikutie moyo kwenye eneo la pili. Jambo la kwanza nimesema mtazame Yesu. Jambo la pili, tambua nafasi yako katika Kristo Yesu. Tambua nafasi yako. Know your personal identity. Identity yako katika Kristo Yesu. Yeye anakuchukulia ni kama mwana wa Mungu, na kwa sababu anakuchukulia ni kama mwana wa Mungu, unayo nafasi ya kuyafanya yale ambayo anataka uyafanye kama mwana wa Mungu. Na huyo mwana wa Mungu katika maisha yako, katika namna unavyoishi, Mungu ameweka kitu ambacho unaweza ukajitamkia wewe kama mwana wa Mungu na kikawa katika maisha yako sawa sawa unavyotamka. Kwenye neno hapa tunaona Mungu anamwambia Ezekiel kwamba hebu tamka juu ya mifupa hii mikavu. Je, uishi neno? Tamka, toa unabii. Nataka nikwambie, maisha yako unaweza ukayabadilisha kulingana na kile kitu ambacho unajiona au kipo ndani yako. Maana maandiko yanatuambia mtu atakula maneno au matunda ya kinywa chake. Kinywa chako kina nguvu ya kuumba. Kinywa chako kina nguvu ya kuhuisha vitu vilivyokufa, vitu ambavyo vimeharibika. Kinywa chako kina nguvu ya kuhuisha. Hiyo hali unayoiona kwamba haitawezekana kuishi tena, unaweza kugeuza kwa kinywa chako, huku ukimwamini Yesu Kristo kwamba ninatamka uzima. Yamkini unaumwa katika mwili wako, anza kutamka uzima. Yamkini biashara yako ipo katika hali ya kufa, anza kutamka uzima. Yamkini eneo la mahusiano yako halijawahi kutokea, na pengine unatembea kwenye historia kabisa kwamba unajua dada yangu hajaolewa, shangazi zangu hawajaolewa, ndugu zangu hawajaolewa, ni mimi tu ambaye ninataka kuolewa, na mimi pia mahusiano yangu yapo katika hali mbaya. Na ukasema hili ni jambo la kwetu kama familia. Unasema familia yetu hatuolewagi. No,
Hapo ni kwamba Mungu amekupeleka mahali ambapo anakuonesha mifupa mikavu, lakini anakuuliza swali, je, unaiona ndoa hapo? Je, unaona Bwana atatenda? Na mimi niko kukutia moyo kwamba haijalishi kuna historia gani kwenye familia yako, lakini wewe unaweza ukainuka tena. Haijalishi umetoka kwenye kijiji gani, wewe unaweza kuinuka tena. Haijalishi umesoma shule gani, umeenda shuleni ukikalia unaenda unakalia matofali, nataka nikwambie utainuka tena, kwa sababu Bwana ana kusudi na maisha yako. The Spirit Show.